au uweponi mwa Roho Mtakatifu. Kuendelea kutulia nini? Siku zote, na kuzidi kuendelea kutulia uweponi mwa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Napenda kutumia neno Roho Mtakatifu kwa sababu ukisema Mungu, watu wengi tafsiri ya Mungu kidogo imechanganywa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kuendelea kutulia nini? Siku zote, na kuzidi kuendelea kutulia uweponi mwa Mungu. Yaani nitaahirisha ndani ya dakika chache. Bwana Yesu asifiwe, usijali. Haleluya, haleluya. Sasa haya nitakayokuwa nasema hapa nilivyokuwa nasikia, sema alivyokuwa nasikia. Kwa hiyo nitakapokuwa naongea hapa, wewe unanisikiliza, mwambie Roho Mtakatifu malango ya kusikia na kuelewa na ya kuona katika mtu wangu wa ndani, na yanyunyizia damu ya Yesu. Ninakukabidhi sasa, sema nami, tawala mfumo wangu wa mawazo katika jina la Yesu. Amen. Nitakapokuwa naongea hapa, unavyoendelea kunisikiliza wewe, hapo kuna vitu Roho Mtakatifu atakuwa anasema na wewe. Yaani hiyo una uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe endelea kunisikiliza tu namna hiyo. Kuna mawazo yatakuja, atakuwa sio mawazo yako. Haleluya. Kwa sababu ndivyo nilivyosikia. Kuendelea kutulia siku zote na kuzidi kuendelea nini? Kutulia uweponi mwa nini? Mwa Roho Mtakatifu. Luka 24:49 Biblia inasema, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Luka 24:49. Lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Haleluya. Kaeni humu mjini hata mvikwe nini? Uwezo utokao juu. Haleluya, 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 haleluya. Sasa ukiendelea kutulia siku zote na kuzidi kuendelea kutulia uweponi mwa Roho Mtakatifu, cha kwanza kitakachotokea, Bwana Yesu asifiwe, nikasikia nikaandika, nitaitafsiri kwa Kiswahili. Inasema easy to spot and deal with distractions. Easy to nini? To spot and deal with distractions. Yaani unakuwa mwepesi wa kufanyaje? Wa kutambua na kushughulikia vinavyokutoa kwenye mwelekeo. Unakuwa mwepesi kufanyaje? Kutambua na kushughulikia vinavyokutoa kwenye nini? Kwenye mwelekeo, vinavyokuja kama nini? Kama visumbufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unavyoendelea kutulia na kutulia siku zote na kuendelea kuzidi kutulia uweponi mwa Roho Mtakatifu, kitakachotokea maishani mwako, unakuwa na uwezo wa kufanyaje? Wa kutambua kwa wepesi vitu gani na kushughulikia vile ambavyo vinakutoa kwenye nini? Kwenye mwelekeo. Kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Ni hivi, hakuna maisha unaweza kuishi nje ya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika, unaweza ukaandika, hakuna maisha ninayoweza kuishi nje ya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo maisha mengine nje ya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema mpango wa Mungu, na maanisha lile kusudi la Mungu kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kukuumba na kufanyaje? Na kukushirikisha neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ukishakuwa hapo, unakuwa hauna maisha mengine unaweza kuishi nje ya hilo kusudi Yesu aliokuokoa nalo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokuwa unatulia na siku zote unazidi kuendelea kutulia uponi mwa Roho Mtakatifu, haleluya, unakuwa na uwezo wa kufanyaje? Wa kutambua na kushughulikia yale anayokutoa kwenye nini? Kwenye ile kusudi Yesu alilokuokoa kwalo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tatizo linalosumbua ulimwengu ni watu kuondolewa kwenye nini? Yaani visumbufu. Sema visumbufu. Sema visumbufu. Sema visumbufu. Haleluya. Watu wana mipango, watu wana mikakati ya kiroho kwamba nitasoma Biblia kila siku, nitaomba, nitakuwa nafunga mara kwa mara, nitaishi maisha matakatifu, lakini kuna vitu vinakuja kama visumbufu. Bwana Yesu asifiwe. Asipogundua kwamba hivi ni visumbufu, vinataka vinitoe kwenye mlengo, kitakachotokea mtu atabaki na shauko, lakini yale mambo hayatatokea. Kwa nini? Kwa sababu alishindwa kutambua kwamba hivi ni nini? Ni visumbufu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kutulia siku zote na kuzidi kuendelea kutulia uweponi mwa Roho Mtakatifu, pointi ya pili, utajua kutambua majira na nyakati. Kutambua nini? Majira na nyakati. Majira na nini? Na nyakati. Yesu aliambia watulie mjini hata wavikwe uwezo utokao juu. Hakuambiwa watavikwa lini. Bwana Yesu asifiwe.
Hiyo waliambiwa? Hawakuambiwa. Wao walitulia tu. Ile unasema sijui ilivyofika siku ya Pentecoste, siku ya 50. Ile siku sio kwamba Yesu alisema kwenye siku 50 nitakuja, kama Roho Mtakatifu atashuka, hapana. Ile ni baada ya kuanza ile ikahesabika, Roho Mtakatifu akawashukia, ndio walivyohesabu wakahesabu zilikuwa ni siku ngapi? 50. Lakini ule wakati ni Yesu alikuwa anafanyaje? Ameamua mwenyewe kwamba Roho Mtakatifu, watu wameendelea kutulia uweponi mwangu. Haleluya. Sasa wakati umefika, nafanyaje? Naenda kujidhihirisha kwao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unavyoendelea kutulia siku zote na kuzidi kuendelea kutilia uweponi mwa Roho Mtakatifu, wewe uamui majira. Roho Mtakatifu atafanyaje? Ataamua majira, lakini ataamua kulingana na wewe ulivyofanyaje, ulivyoendelea kutulia siku zote. Nimekuambia hakuna maisha unaweza kuishi nje ya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu uko kwenye hao maisha mengine, Mungu uko hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu akikuangalia namna hii, anataka kile alichokuletea duniani, alafu kile alichokuokoa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Ile neema ya wokovu alokupa, kuna maisha, kuna mpango anataka utembelee. Hakuna mpango mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. 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 Ukisoma ile Nyakati wa kwanza 12:32, sitaisoma. Mambo ya Nyakati wa kwanza 12:32 inasema na nini? Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nini? Majira. Wajua majira na nyakati yawapasao Israeli wafanyeje? Wayatende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na hapa tena nikaandika, hakuna maisha bora nje ya kumsikiliza na kumtii Roho Mtakatifu. Hakuna nini? Maisha bora. Ndiyo, kuna mpango wa Mungu ambao huwezi kuishi nje ya mpango huu. Huko kwingine utakuwa uishi. Yaani ukitema unatoka nje ya mpango alivyokuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ishi nje ya huo. Alafu sasa hapo ndani ya huo mpango kuna kuongezea hapo ndani, kwamba uweze ukapata ile maisha bora ndani ya huo mpango bila kumsikiliza huyo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kumtii. Bwana Yesu asifiwe. Na kufanyaje? Kumtii. Na kujua akiongea na wewe. Na kujua akiongea na nani? Sema na mimi. Na kujua akiongea na nani? Akiongea na mimi. Na kujua akiongea na nini? Na mimi. Na kujua akiongea na nani? Na mimi. Yaani hakuna maisha bora nje ya kumsikiliza na kumtii Roho Mtakatifu na kujua anapoongea na nani? Na mimi. Kwa hiyo unapoendelea kutulia siku zote na kuzidi kuendelea kutulia uweponi mwa Mungu, yaani unapokuwa na muda mara kwa mara, Bwana Yesu asifiwe, unajitenga muda wako dakika masaa machache hivyo, kama kuna siku zako unajua una mambo mengi, unatulia. Sasa hapo unakuwa na Biblia, unaomba, labda unatafakari Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unamsifu Mungu, unamwabudu hata kama hamna kinanda wala maiki wala wapigaji. Haleluya. Wewe mwenyewe tu ndani yako inatoka nini? Inatoka sifa. Nimemwona Bwana. Nimemwona Bwana. Nimemwona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sasa kusikia sauti ya nani? Roho Mtakatifu na kuitii. Unajua mwelekeo au direction, yaani spidi katika mwelekeo sio sahihi, ni hatari, si ndio? Tunaelewana? Ila cha msingi ni mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hayo maisha ili uyapate, lazima ujue kuisikia sauti ya nani? Ya Roho Mtakatifu akiongea na wewe. Nazungumzia kizazi tulichopo, mambo yameshabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Mambo siku hizi yamefanyaje? Kwa sababu hadi wachawi hadi waganga wameingia wanahubiri na Biblia, na wengine ni watu wa kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizi nyakati tunazotembelea kidogo ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Sema kujua kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu binafsi. Kujua kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Utaniletea maisha bora. Utaniletea ndani ya ule mpango Mungu aliokuwa. Ndani ya ule mpango. Yaani ukisahau vitu vyote, hiyo usisahau. Bwana Yesu asifiwe. Na unaanzaje kumsikia Mungu?
Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kumsikia Mungu kwa kumsoma Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kumsikia Mungu kwa kuendelea kumsoma na nani? Mungu. Huyo Mungu. Unamsoma wapi? Kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaanzaje yaani unaboreshaje antena zako za kumsikia? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwa kufanyaje? Kwa kuanza na kuendelea kumsoma nani? Mungu. Yaani kusoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tofauti ya mtu aliyeshindwa na anayeshinda katika Mungu. Tofauti yao ni kuna mtu alimsikia Mungu akimwambia fanya hivi. Usiolewe na fulani, usioe fulani. Sio mume wako, sio mke wako. Usiende huo mkoa, usiame. Kaa hapo hapo. Sio kama unanielewa. Kuna kipindi Isaka alitaka kukimbilia Misri kwa sababu ya njaa. Mungu akamwambiaje? Kaa hapo hapo nitakubariki. Akalima akatoboa. Angeenda Misri mambo yangekuwa mengine. Kwani tofauti nini? Yaani tofauti itakao tutofautisha duniani ukuana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumsikia nani? Sauti ya Roho Mtakatifu nani? Binafsi. Tumeelewana? Sasa hivyo tunasema visumbufu, sema visumbufu ambao vinakuja kumtoa mtu kwenye nini? Shetani analeta visumbufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kumtoa nini? Mtu kwenye hali ya muendelezo. Kazi ya visumbufu ni kumtoa mtu kwenye kitu kinaitwa nini? Consistency, muendelezo. Yaani mtu akiwa na ratiba ya kusoma Biblia ili azidi kumsikia Mungu na kumwelewa. Yaani if you want to hear God, read nini? Read God. Sitaki kufanya ni mfano wa Biblia, sio Biblia ni simu. Nimeweka mtu kwa ajili ya kusoma haraka haraka. Biblia ni ile Biblia hizi ni soft copy za Bible. Biblia ni ile hard copy kama hivi, ambayo ina maandishi makubwa. Hiyo maandishi unasoma hivi alafu unachoka. Unaanza kujiombea macho yako, hapana. Mungu aliweka macho yanaweza kuona baadhi ya vitu. Ukitaka zaidi macho ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa lazima uwe na Biblia. Lazima uwe na nini? Yesu aliwaambia nendeni ulimwenguni mote mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Mwanafunzi lazima hapo wengi ni wanafunzi. Mwanafunzi lazima uwe na nini? Madaftari. Huko shuleni makaunta book. Sasa unataka kwa mwanafunzi wewe una Biblia. Unataka kwa mwanafunzi wewe uhudhurie vipindi, yani usomage Biblia. Yani kama vile shule ya darasani. Uwezi ukafaulu kwa kusema siingii darasani, nitakuwa naangalia zangu move. Utafeli. Kwa sababu utakuja kwenye mtihani kwanza walimu wengine wanasifa. Mtihani wa kukusimamia anakuambia kwanza, hivyo ni mwanafunzi wa hiki chuo. Akishakuuliza hilo swali tu. Kwa hiyo kujua unaweza ukafanyaje? Anaweza akakufelisha. Kwa sababu hajawahi kukuona. Wewe unasema unasomaga hard copy. Sasa umekutana na mtihani wa practical. Yuko hapo anakuambia, "Huyu hapo tuelezee." Sema hivi sura yako. Hivi wewe ni au una tayari ameshakuyumbisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa visumbufu, sema visumbufu. Vinakujaga kumtoa mtu kwenye nini? Kitu inaitwa nini? Muendelezo. Hao waliambiwa wakae mjini hata waviku uwezo utokao juu. Kama kuna wengine ilifika siku ya 20 wakasema hii hadi inawezekana labda Mungu amefanyaje? Amesahau. Lakini wale walioendelea mpaka siku ya 50. Na ndio maana walikuwa kazi yao wanamsifu na kumfanyaje? Na kumwabudu Mungu. Ndio maana waliweza kuvumilia, kutari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani tofauti ya mtu anayeamua kwenda kuolewa na mtu yeyote tu au kuoa mtu yeyote tu au anakasirika anaamua kufanya biashara yoyote tu lakini mtaji unateketea. Anaamua kuhama mkoa, anasema mkoa huu hamna mkoa aliopo au eneo halina mzunguko wa nini? Wa kipesa. Anaamua kubadilisha. Kumbe issue sio mazingira ya nje. Issue ni familia za nini? Familia na vita vya kwao. Nikakwambia kuna mtu alitoroka Nigeria akaenda nchi za Ulaya huko. Kwa sababu nani? Jamaa akamtokea kwenye ukuta, akamwambia go back to your village. Majitu yalimwambia rudi wapi? Rudi kijijini kwenu. Kwa nini? Yeye alizania ni vita ya mazingira. Kumbe ni mambo ya nini? Ya kifamilia. Sasa unapokuwa mtu wa kutulia uweponi mwa Roho Mtakatifu, utakaa mahali patatikisika namna hii. Roho Mtakatifu anakuambia nini? Endelea. Yaani endelea kufanyaje? Kutulia. Endelea kufanyaje? Nitawapa mfano ambao sio mfano mzuri sana. Nikakwambia nilivyokuwa kwenye mahusiano. Mimi nilikuwa na mahusiano moja tu. Alafu ndo nikaoa. Nilisema sitakuwa na mahusiano mengi. Kwa hiyo kuna kipindi kuna vitu nikavielewi. Sema nikasielewi. Nikasema mahusiano naacha, naachana kabisa, alafu
Nikasema nikasema ngoja niombe. Sikutaka niache ile kwa akili, nikasema ngoja nifanyeje? Nilipoingia kwenye maombi, Roho Mtakatifu akanikafanyaje? Akanikataza kwamba natakuwa nifanyeje? Niendelee. Sasa ningejaribu kuforce, nikaacha nikaenda kwingine, tayari ule mpango wa Mungu unakuwa ningekuwa nimeshaenda nje ya huo mpango. Kwa kinachotokea ningeweza nikawa hata mchawi au mganga. Kuna mtu alikaa na mume wake miaka 30 na siku moja yule mwanamke wakaenda kwa mtu fulani, yule mwanamke akakubali, akasema kweli alikuwa yeye ni mchawi na walikuwa wako kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapokataa mpango wa Mungu, shetani amefungua mdomo wake namna hii akupe mpango wake. Unapoamua kuoa ama kuolewa kwa kuangalia kwa macho, sawa, hivyo vinaitwa visumbufu. Vinaitwa nini? Vinakuja kukutoa kwenye nini? Kwenye mpango wa Mungu. Na ukishatolewa kwenye mpango wa Mungu una maisha. Una nini? Una maisha. Mimi nimemaliza chuo mwaka 2011. Miaka 5. Ni zamani kidogo. Ningeweza kwenda kokote. Ningeweza kwenda wapi? Hata Dar es Salaam tu ningeweza kwenda. Hata wapi? Kwa sababu kipindi hicho watu tunakuja huku kwa kurukienda Dar es Salaam, taasisi sitaki kutaja. Jamaa walikuja wako kaenda kule, kulikuwa kuna ongezo la 500 kwenye ule mshahara wa serikali. Lakini mimi nilichokuwa nasikia ndani nini? Hapa. Sauti ya nani? Yaani visumbufu vinaweza vikaja kwa njia ya ramani, vinakupa ramani. Vinakwambia Mtwara mzee. Mtwara korosho inalipa. So unaona mpaka Magufuli aliamua kuinunua. Haleluya. Baada ya kuona vitu havieleweki. Issue ni nini? Sema visumbufu. Yaani shetani saa nyingine haezi tumia, saa nyingine hatumii mapepo. Anatumia nini? Visumbufu kwenye mawazo. Acha chuo. Nenda kahubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Unasoma siku hizi hata ukisoma hamna kazi. Wewe unamwambia mimi sisomei nini? Sisomei nini? Nasoma kwa sababu Mungu wakati ametaka nisome. Atajua huko mbeleni kwa nini ametaka nifanyeje? Nisome. Bwana Yesu asifiwe. Visumbufu. Vinaitwa vinini? Visumbufu. Sasa nakupa mifano ya visumbufu hapo nakaribia kuahirisha. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya visumbufu ni kukutoa kwenye nini? Ule muendelezo wa kutulia. Unapokuwa na ratiba ya kusoma neno muda mrefu, kuomba, unafunga mara kwa mara. Hizo ndo nguzo za Ukristo hizo mzee. Utakatifu. Kama kulikuwa kuna vitu vingine unavijua wewe. Mimi nimeokoka 2005, ni zamani nikiwa secondary form 6. Sasa tumekutana mambo mengi sana, tukaja tukagundua. Unajua kuna vitu mtu anakuambia kwa sababu ya umri, sio kwa sababu ya kuchemka. Anaona kuna watu walichemka sana, lakini walichemka kumbe kifuniko kilikuwa wazi. Kwa ile kemikali iliyoko ndani ikaevaporate, kana kwa akabaki hawana kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jana kuchemka ukiwa umefunika. Bwana Yesu asifiwe. Usitoe nini? Kifuniko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Yaani visumbufu, sema visumbufu. Visumbufu hivyo za shetani anavyotumia, ukiwa chuo anataka uwe na mahusiano. Kumbe kibibilia. Kinini? Hebu mwamshe jamaa hapo huyo. Huyo alegee. Mwambie Yesu anarudi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kibibilia mwanamume huruhusi kuanzisha mahusiano na mtu wa kike jinsia tofauti na wewe kwa lengo sijui la hapana. Lengo ni Mungu amefanyeje? Yaani sasa nakuja kwenye visumbufu ambavyo vinamtoa mtu kwenye mpango wa Mungu. Haleluya. Yaani mwanamume haruhusi kuanzisha mahusiano kama hana lengo kama hajamsikia Roho Mtakatifu. Hajamwambia fulani ndo mke wako, au hajajua na kufahamu kwamba fulani ndo mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mara nyingi wanawake wanaonyeshwaga kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanawake walivyokuwa wired, wamepewa kusense, wamepewa kama masikio tofauti, yani wanahisia fulani zilizozidi wanaume ambazo ni za kusense mambo katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Anaweka akasikia tu kitu kimekataa hivi. Sasa ukibishabisha unaenda kukwama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alivyoweka namna hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza kaona fulani kama na Mungu akamwambia kabisa fulani ndo mume wako. Lakini huyo mtu akaa
Sasa kazi ya huyu mwanamke, kazi yake ni kumuombea kile Mungu alichomwambia kuliombea lile neno. Kulifanyeje? Wakati utafika Mungu yule mwanaume atafanyeje? Ataelewa. Kwa hiyo akija inakuwa ni sauti ya nani? Ya Roho Mtakatifu, ambayo hiyo ndio ina maisha 10, 20, 30, 40 mbele. Sasa watu ambao wanaanzisha mahusiano bila Roho Mtakatifu kuwaongoza kusema na wao, au mwanaume kusema, unakuta wengi ni nini? Visumbufu vinakuja kumtoa kwenye nini? Kwenye mpango wa Mungu. Kwa sababu ili mwanaume uoe lazima umekomaa kwanza, lazima Roho Mtakatifu aseme na wewe, lazima umekomaa kiroho, lazima umekomaa kiakili, lazima umekomaa kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima una uwezo wa umekomaa kipesa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana eh? Hizo ni sheria za mwanaume kufanyaje? Kuoa. Kwanza Roho Mtakatifu aseme na wewe, hilo ni moja. Kwa nini aseme na wewe? Siku ya hatari na siku ya mabaya, uwe na nini? Uwe na mahali pa kwenda pa kumwambia Mungu. Wewe uliona ndoa ya Adamu na Eva, japokuwa iliingiliwa shetani, lakini walitoboa. Si unaona walifanikiwa? Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu alifanyaje? Alianzisha. Hata kama kuna saa Adamu alipaniki akaongea nani? Si huyu mwanamke ulionipa. Lakini baadaye unaambua Adamu akafanyaje? Akamjua mkeo, akazaa mtoto anaitwa nani? Seti. Achana na Kaini kisumbufu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo watu wakaanza kuliitia jina la Bwana, yani the presence of the Lord, kwa sababu ya baraka ya mtoto aliozaliwa. Ndio ilipitia misukosuko, sababu kuna shetani alipita hapo katikati, lakini walisonga mbele, maisha yakaendelea. Kwa nini? Kwa sababu ilianzishwa na nani? Ilianzishwa na Mungu. Yani hivi vitu ninavyokuambia ni kama usikae usahau. Yani mtu anakuambia eti Mungu ameniambia wewe ndo mke wangu, mwambie ngoja na mimi nikaombe nimsikie nani? Huyo Roho Mtakatifu. Yani usiolewe na ndimi repapapapa shatapakata yepakotoko. Hakuna. Ni sawa. Mtu asije kwa anatetemeka, na wewe lazima umsikie nani? Sasa kama wewe ni mtu wa Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, face down, face up, face side, huna mahusiano na Biblia, utamsikiaje huyo Mungu? Manake mawazo yako yatakuwa yamesongwa na udunia. Kwa Mungu wakati anasema na hizo usielewe, kwa shetani anaweza akapita hapo kwenye udhaifu wako wa ukomavu akakuvuruga. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jina lako, kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu ndio siri ya ushindi ya miaka yako ya mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na huwa mambo ya Mungu yana vichekesho. Yaani huwa mianzo yake inaonekana hainaga dali, hainaga chochote. Yaani hainaga nini? Inaonekana kama vile hainaga hatima. Yaani iko wanasema kama, yaani ukiangalia namna hii unaona kama vile ni mene tekeli na peresi. Lakini kumbe sio mene tekeli na peresi. Kumbe mpango wa Mungu unafichwagwa. Yaani Yesu anakuja duniani, anazaliwa kwenye kaori cha ng'ombe. Kule ng'ombe anakamulwa. Yaani ungetegemea angezaliwa sijui kama wapi ikulu. Hakuna. Mpango wa Mungu, maadhirisho yake ya baadaye yanafichwa katika hali ya udogo na katika hali saa nyingine vitu havitamaniki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sasa kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utaipata unapokuwa mtu wa kutulia mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mmoja anauza chapati, nikamwambia mama yangu mzazi. Sasa akanambia ameniambia mpaka saa 9, anaoda mpaka za saa 9. Kwa hiyo ikabidi zile chapati tusichukue leo, kwa sababu saa 9 hapo mchana kuna kula saa 7. Bwana Yesu asifiwe. Ikabidi usonge ugali. Nikasema huyo mama anauzia yani anaoda mpaka za saa ngapi? Sisi tumeenda akwambia oda yenu hapa mpaka saa 9 na huko anaoda za watu. Yani ni hapa za mahapa. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unadhani anapata hela sana? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yani tunasema kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu ni silaha ya ushindi kwenye maisha. Mungu anaweza akakwambia tu sehemu hii kanenda hapa kafanya hivi. Unaweza ukaanza ukaona havieleweki, lakini baadaye ndipo unajua sauti ya Mungu ni sauti ya zaidi ya maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie nako sauti ya Mungu ndio sauti ya ushindi. Sauti ya Mungu ndio nini? Sauti ya Mungu ndio sauti ya nini? Yaani mtu akikuja kwako anakuambia nataka nikuoe.
Usipomsikia Roho Mtakatifu umeisha. Yaani Roho Mtakatifu asipokuambia oa huyo ama olewa na huyo, ukaamua kuanzisha mahusiano ya chocho ya kijinga, huwa mnakuaga mmeanza na shetani. Ndivyo inavyokuaga. Shetani anaanza kuwafanyaje? Kuwanyonyoa mapema, yaani anaanza kuwanyonya nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu Adamu hakuaga na mahusiano moja. Utawezaje kuwa na mahusiano moja? Kwa kumsikia Roho Mtakatifu. Kwamba mtu akija akikwambia hivi Roho Mtakatifu anakuambia sipo hapo. Sipo kwenye nini? Kuna mtu mmoja Mungu akaenda akaambia mke wako huko kijijini, akaenda huko kijijini akamkuta mwanamke anafua tu. Huyo jamaa alikuwa amesoma. Kwanza alikuwa anawaza ende zake huko Uingereza. Mungu akamwambia ndo mke wako. Cheki namna hii. Mambo ya Mungu yalivyo. Yaani saa nyingine anakuwa kama yana nini? Kumbe acha. Mambo ya Mungu yana hazina. Kilichotokea akaoana na yule mwanamke. Mungu akamwambia mimi niko kwenye ndoa. Wakawa wamepanda gari kwenda kumsalimia mtumishi fulani hivi wananena neno. Walivyorudi ile gari ikafanyaje? Ikabinuka ikaenda ikadumbukia kwenye walikuwa ndani ya ile gari wanaendesha. Ikaingia kule. Ilivyoingia kule, walichoshangaa wao walianza kuona yaani walikuwa ndani ya gari wanaenda mke wake na yeye. Wakajikuta wamesimama pembeni. Gari inaendelea kufanyaje? Nani aliwatoa kwenye gari hawajui. Kwa sababu ya nini? The voice of the Holy Spirit. Yaani sauti ya Mungu ikuongoza kufanya vitu. Shetani aje mwenyewe na shemeji zake wafanye vituko vyao vyote. Yaani watachoka. Kwa sababu sauti ya Mungu inaitisha malaika. Kwa Yesu asifiwe. Sauti ya Mungu inaitisha nini? Malaika. Sauti ya Mungu inasababisha nini? Ndio maana kuna watu ndoa zao zina malaika. Yaani ndoa watu Mungu ameagiza malaika kutembea na nyewe kwenye ndoa. Sasa mbona ni vitu vya kawaida? Ndoa sema hakuna. Hao watu walianza na sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walianza na nini? Sauti ya Mungu. Huyo mtu sasa huyo ndio anakuambia habari zake, mke wake anajifungua, mke wake akafa. Anaenda hospitalini pia anaambiwa anapokelewa na wale watu wanaoongea lugha zao. Bwana ametoa jina lake. Akasema hakuna. Ametoa nini? Akaenda pale akaanza kumwabudu Mungu. Wewe ni Bwana. Sidhani kama aliimba hivyo. Hakuna mwingine. Akamshika mke wake akamwombea, akatamka sikupewa yeye kwa ajili ya kwamba ndoa yetu ishe katata. I command you go come back to life. Mke wake akafufuka. Sema sauti ya Mungu. Mungu akikwambia kitu, vinavyokuja vingine vyote vya shetani, vya watu na nini, Bwana Yesu asifiwe. Vile vyote ni nini? Ni uongo. Biblia inasema Mungu awe mkweli kila saa, mwanadamu awe nini? Muongo. Mimi yako kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Kusikia sauti ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Kusikia sauti ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Yaani hiyo ndio ushindi wako. Kwa lazima uipende Biblia. Lazima ufanyaje? Uwe mtu wa kuomba, uwe mtu wa kufunga. Yaani uwe mtu wa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo utaweza kufanya. Yaani maisha yalipofikia, tena kubahatisha kumeisha. Kama zamani wazee wa zamani walikuwa wanabahatisha, wanasema usiende kwa nyumba ile kuna kifafa, kuna nini. Sasa hivi kuna nyumba ziko vizuri, hawana kifafa, hawana vichaa. Lakini kumbe mwanamke ni mchawi. Au mwanaume ana roho za kiganga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wanakufa baada ya miaka 10. Yaani mkioana tu hivi, baada ya miaka 10 mtu anaitwa mjane. Unaona ushuzi wa shetani huo. Lakini mtu angemsikiza Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu yule mtu ambaye ni mwaminifu kwake angemwambia hapana, huyo sio mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo ya kufosi. Mahusiano, nimekwambia mahusiano ni marai. Na mahusiano marai? Mahusiano ndio yanayo mahusiano Roho Mtakatifu aseme na wewe. Unaona naongea hivi? Hapa naongea kutokana nilipokuwa nasikia. Alafu naongea, unajua kuna ile Mungu alimwambia nani Adam, mti wa kila bustani unaweza kula tunda lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usi. Hapa naongea uviongea hivi, naongea yani ni sauti ya Mungu. Kuna watu hapa, yani ukifanya tofauti na ninavyosema hapa, utakuja kukumbuka hii sauti. Bwana Yesu asifiwe. Huwa kuna watu wa maneno yao Mungu ameamua hivyo, sio wao, kwa sababu anapitisha maneno kwenye vinywa vyao. Ameamua maneno yao hataanguka chini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Point. Kwa hiyo sasa unapoairisha na switch off simu, unapo nini?
unapokuwa na kutulia uweponi mwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Utakusaidia sasa kutimiza vile vigezo vilivyoko ndani ya ule mpango wa Mungu. Unanielewa? Mungu anaweza akasema na mtu, hii biashara ni yako, utamiliki, au hii kazi ni yako, au hii shule ni yako, au hichi ni chako, au ni mke wako, au ni mume wako. Lakini ile Mungu anachoongewa kuna requirements. Sema requirements. Ndio maana sio kila mtu, kuna watu Mungu amesema nao lakini vile vigezo hawajafanyaje? Hawajatimiza. Hicho Mungu alichosema maana yake ni kitu cha kivita. Yaani lazima upambane sana. Ndio vigezo vyenyewe hivi. Mtu anasema Mungu amesema, kuna ile Yeremia 29 watu wanaikoti tu, najua mawazo na wazia. Yaani mstari wa kujifariji. Amesema niite nami nitamwitikia, hata nitikia, hata nionyeshe mambo magumu zoezi. Lakini ukicheki mtu anakula tarehe 1 mpaka tarehe 30. Hana mfungo. Anakula siku 14 za mwezi. Mbona? Hamtaki usiku kuomba. Asema yaani Biblia yenyewe kama andiko kama hivi hapa, ikitoka hapa wiki yote utakutana yaani ndio hivi. Alafu anaibuka hapo na Yeremia yake ngapi? 29:11. Kwa maana Mungu anayajua mawazo anayoniwazia. Utasema utajua mawazo mpaka utaondoka wapi hapa duniani. Ahadi ya Mungu ambayo haijatimia kwako, maana yake ni ahadi ya wewe kuifanyia vita. Yaani ahadi za Mungu ziko kwenye Biblia. Ni ahadi za kinini? Za kufanya vita. Timotheo akaambiwa kwa maneno ya unabii aliyotangulia mbele yako, ukavipige vita vya nini? Kuendelea kufanyaje? Kutulia uweponi mwa nani? Wa Roho Mtakatifu. Unajua kuna umri ambao Mungu neno analokupa useme, unaweza ili neno ni zito la kimkakati. Kwa sababu kwa ulimwengu unapoelekea Yesu lazima arudi, kwa kuna watu lazima wapewe nini? Vigezo na masharti. Ndio maana mtu anaweza kama muombaji sana. Kuna kijana alikuwa anaomba masaa 6. Alikuwa vizuri. Akaingia kwenye mahusiano na msichana mmoja hivi. Sasa yule mchungaji yule ambaye ana neema, mtume huyo ambaye alikuwa anamfahamu yule kijana, akamwambia hebu mlete huyo mtu nataka kumuoa. Sasa yule mdada akaniambia tusiende huko nini, dada akana kumbe yule dada alikuwa ni wakala. Na unajua mawakala wengi wanaga sura mbaya. Sisemi kwamba mtu mwenye sura nzuri ni wakala, hapana. Ila ili shetani amvutie mtu wakala, lazima alete mtu yuko nini? Yuko package. Ana hela, ana lugha nzuri, hata hao wadudu wanawakwepa wasije wakajigonga na yani anaona ni dhambi yani kuua sisimizi. Kumbe wewe ndio unaweza ukaja kwa sisimizi ukaanza kukufanyaje? Yaani akiona unaua mbwa anakuambia uwe na upendo. Kumbe ni shetani sasa. Waje toane yani. Ni full majini. Yaani unakuta mtu ni wakala wa kuzimu. Lakini sasa ndoa ikishaingia sasa agano, ndo anaanza nini? Shetani anainuka. Tunasema alikuwa naota Roho Mtakatifu anasema na wewe kwa njia nyingi. Ila ukufanyaje? Ukutaka kusikia. Lakini naomba isiwe kwako kwa jina la Yesu. Isikai kupate hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasimama. Haleluya. Haleluya. Yaani ukisahau vyote nilivyoongea, kumbuka nini? Siri ya ushindi. Yule kijana alikuja kuoana na yule binti. Basi, yule kijana alikuja kupuputika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe fikiria mtu anapata ajali afu yule mwanamke anasema, "Hivi kwa nini hakufa?" Maana jamaa alivunjika sijui miguu ilifanyeje. Unajua kumbe alikuwa ni nani? Alikuwa ni wakala. Sema neema ya kutulia na kuendelea kutulia na kuzidi kuendelea kutulia uweponi mwa Roho Mtakatifu. Mungu anaweza akakupa wazo la biashara moja. Biashara hii likabadilisha maisha yako na wazazi wako na ndugu zako na kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu. Huyu ni Mungu anayejua vyote. Haleluya. Anayejua mahitaji ya nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hivi kuna vitu havijagunduliwa na usikremu wetu wanaogundua lazima wewe wazungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima wewe wazungu. Sio lazima wewe nani? Sio lazima wewe wazungu. Nimekuja kugundua hakuna kitu kigumu kwenye maisha. Hakuna hatua ya kuifikia ambayo ni ngumu kuifikia.
Kitu ambacho ni kigumu ni kutengeneza mazingira ya kumsikia Roho Mtakatifu kwenye kila eneo. Kwa lazima uwe na nini? Lazima uwe na juhudi. Lazima uwe mtu wa kutulia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe mtu wa kutulia. Roho Mtakatifu, Mungu ni mfalme. Mfalme wewe ukao unaenda kwake tu, endelea kunipigia kinanda. Alafu unategemea tu muone, yani unakuja tu bila yani hujajiandaa, una muda wa kutulia. Alafu Mungu akawaambia watu go, yani endelea kufanyaje? Kaeni humu mjini. Hiyo asubuhi ya leo Mungu anakuambia endelea kukaa kwenye nini? Kwenye neno lake. Endelea kukaa kwenye nini? Kwenye maombi. Endelea kukaa kwenye nini? Kwenye mifungo. Ndio maana mimi ninachojua, yani ulimwengu mzima lazima nitasikika kwa neema ya Mungu na kwa madhihirisho ya ishara, ajabu na miujiza. Yani muujiza ambao nitaona, yani wale isipotokea ndo nitaona mimi ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna vitu ni kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa ndani yako ndimo lazima ujue huko kwenye majira gani. Mungu ndani yako ameweka mzigo gani, nyakati gani saa hizi. Wengine ni majira tu Mungu anataka ni umjue tu. Yaani wewe mtu akula neno, kusoma, kuomba, hivyo hicho tu. Ndipo ndani yako, ndio maana unapokuwa kama mambo ya ibada, yaani ndani yako ndio maana kunapokuwa na uwepo kama hivi nini. Endelea kusikini ndani yako, unasikia ni kitu chako cha nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Wengine unatakiwa usome tu sana, yaani usome sana. Nilipoenda form 5 nilikuwa nasoma sana. Ilikuwa ni kama upako, yaani unasoma ile kama unasema sana, yani unasoma sana ni mpaka unashangaa mbona unasoma sana. Kumbe nisingesoma na ningefeli. Nikamwambia bamu mimi ile basic ya mathematics nilipata sijui 5 sijui kwenye national sijui mock. Ila siku ya national kanishukia upako. Sema upako. Kuna mtumishi alikuja kabla ya national akatuomba, nikasikia upako umenishukia, neema ya kufaulu ile bamu ile. Na niliachaka kuisoma toka kipindi hicho. Kilichotokea sasa, usiku wake hivi kuna maswali nikayapitia ambayo nikayajua majibu, ila njia nikasi yajui. Kwa hiyo kwenye ile bamu ile mtihani nilichofanya, nikaandika njia nzuri. Si ya korokochwani, mwandiko mzuri. Nikajua hapo wakitaka ajua majibu nje imetoka. Yaani jibu ni sawa. Ila hiyo njia uipitie ujue ile jibu limepatikana. Yaani jibu ni sawa, kama ni 10 ni 10. Hapa mpaka waingize kwenye kompyuta hapa ndipo watajua nimefanyaje. Kumbe kosa alikuwa naomba kurudia maswali ambayo nilikuwa nini? Nimesha roho ameniongoza. Kwa ile mtihani nikapata S nikafaulu. Ila kuna jamaa mmoja alikuwa yuko vizuri anasema kesho na nani? Nikija maswali fulani na yaua. Anasema kesho ikija lini naliua. Anatoka kunambia vipi? Ananiambia sijui ile swali limekosewa. Nikajua hata hapa kuisha hiyo. Kisha mtu anasema Mungu kama amekosea, unajua hapa kuna shida. Utaomba uibili kwa sauti kuliko jirani yako, ukimaanisha ndani yako. Katika nani? Ukifanyaje? Ukimaanisha. Ukifanyaje? Mwambie Roho Mtakatifu, nipe kuijua sauti yako na kuielewa unaposema na mimi. Nipe zaidi kufanyaje? Kuijua sauti yako unaposema na mimi na kuielewa. Hiyo ndio siri ya ushindi wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Sema Roho Mtakatifu,
Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo ninaomba ombi hili moja. Nipe kuijua sauti yako kwa namna ambayo ninakuelewa kila wakati, kila mara. Mwambie Roho Mtakatifu akupe hiyo neema, akupe hiyo bidii. Rapaka samba na baraba koria. Roho Mtakatifu tupe kujua, kuisikia sauti yako, kuielewa unaposema na sisi. Tupe bidii ya kutaka kujua sauti yako ya nyakati katika maisha yetu. Mwambie hiyo neema iko mahali hapa. Iparapaka sanda bako robo sanda ba ye papa shanda baba poria poria pakaraka sanda baba poria. Yes, Roho Mtakatifu tupe neema ya kuendelea kujua, kuisikia sauti yako na kuielewa. Rapakosa tupe bidii Roho Mtakatifu. Apariko sanda baba babo shandaya. Papa, hakuna ule mwongoza akapotea, hakuna ule mwambia njia ni ifuate akapotea. Paraka pasanda baba babo shanda bakaya. Papa sanda baba poria. Papa, mwambie akupe hiyo neema, akupe hiyo bidii rapakosa ya kutengeneza mazingira ya kumsikia na kumwelewa. Repakosa kwamba ni yeye anaongea na lazima nite. Paka parapakosi na makaya. Ongeza sauti zaidi ya jirani yako. Paka parapakosi na mama shanda. Mwambie akupe neema ya kutengeneza mazingira ya kujua, kusikia sauti yake na kuielewa. Kutelea kutulia uweponi mwake na kuzidi kuendelea kutulia. Paripo kozi na makaya. Papa shanda bababaria. Sio wenye nguvu washindao, bali ni wale ambao Roho Mtakatifu anawaambia, mwanangu fanya hivi, achana na hilo, fanya lile. Hao ndio wanaoshinda. Repa kapasinda na baba. Mwambie akupe kutengeneza mazingira. Papa shanda bababaria. Papa sina bababaria. Ona wale ambao mlianzisha mahusiano, lakini Roho Mtakatifu akusema na nyie, hii sauti ni kama upanga. Mtahitaji kuyavunja hayo mahusiano. Msikie Roho Mtakatifu akisema kwa upya. Paripo kozi na makaya. Ninaona hatari mbele. Parabakoria. Kama ukiendelea nayo mahusiano. Paria pakozi na makaya. Papa, mwambie akupe neema ya kutengeneza mazingira ya kumsikia na kumwelewa. Barabakosi na mashanda. Papa bosina na mamaria. Hakuna maisha magumu. Ni wakati watu wengine tunakataa kulipa gharama ya kumsikia Roho Mtakatifu, kwamba kwenye hii biashara nataka nifanye biashara gani. Parabakosi na makaria basina. Mwambie akupe hiyo neema. Paragasia na makaya manda. Mwambie nipe neema Roho Mtakatifu ya kuendelea kutulia uweponi mwako, kukusikia na kukuelewa. Hao ndio wanaoshinda maisha, wanaosikia Roho Mtakatifu akisema na wao. Mungu sio wapendelei. Ukitengeneza mazingira atasema na wewe. Ukitulia kwenye Biblia atakuongoza. Ukiwa mtu amefungwa mara kwa mara ataongea na wewe. Parabakozi na makaya. Anataka uendelee kutulia. Hata ukianza kutulia usipomsikia, endelea kutulia. Rapakoria bakaya. Pentecost. Hakuna
Asante Yesu, asante, asante, asante Yesu. Mwambie tu Yesu kwa yale ambayo ametenda usiku wa leo maishani mwako. Asante Yesu, asante Yesu, umetenda mema kwetu. Ina mikono yako, manisha. Repaseke teremos ayada ramasa ayada. Enda ramaseke teremos ayada. Kwa nini leo nisikuabudu? Kwa nini leo nisikuinue? Kwa nini leo nisikupe sifa? Asante Yesu, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema, na neema tele. Yesu umejawa na neema tele. Inua mikono yako, sema kanisa, imba. Kama sio inua sauti yako zaidi, Rapa sekete, umejawa na rehema, umejawa na rehema. Ni mengi sana tumepitia, tena ya kutuvunja moyo. Safari bila wewe nisingefika nilipofika, lakini Yesu kwa mkono wako leo umenisimamisha. Ninaitwa mwana wa Mungu, ninaitwa mbarikiwa, ninaitwa mtakatifu. Nimenunuliwa kwa damu yako, kama sio wewe. Endaramasa yadarababa. Manisha tu, usiogope. Ekaseke teremosa yada. Yesu umejaa na rehema, Bwana umejaa na rehema, mbele zako nainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Sema Baba. Nisikie sauti za watakatifu mahali hapa.